Yes. Bwana moja kati ya chimbo adimu sana, moja kati ya chimbo la kibabe sana ni hili hapa chimbo, au vipi? Hapa bwana tunaenda kubang, tuna old school, au vipi? Tunaenda kupiga story mbili tatu na wanetu wenyewe na wana ambao wanafuatilia muziki wa zamani, sio? Bwana, dundo unalolisikia huko nyuma ni dundo la mwanetu mwenyewe kabisa, mshikaji wetu, anko wetu mwenyewe kabisa, anaenda kwa jina la Lawrence Parker. Bwana, huyu hapa ni KRS-One. Leo tunaenda kumdadavua kiundani kidogo. Bwana, mshikaji wetu huyu hapa alizaliwa New York City, au vipi? 1965 mwanetu ndo mwaka ambao alizaliwa. Bwana, katika harakati za kutafuta maisha, katika kwenda huku na kule, akapata chimbo moja ambalo lilikuwa linafanya mambo ya uchapishaji wa vitabu. Kitabu hicho vilikuwa vinachapishwa kuanzia mwaka 2000, kuanzia miaka 90 mpaka miaka 2000. Jamaa ndo alikuwa kwenye hiyo kampuni ya kuchapisha hivyo vitabu ambavyo vilikuwa vinahusu sana harakati za mtu mweusi na harakati pia za ukombozi. Hilo chimbo bana la mshikaji wetu ambaye alikuwa anafanya hiyo kampuni ilidumu takriban mkataba wa miaka 6. Baada ya hapo jamaa akageukia upande mwingine, upande mzima kabisa wa muziki wa hip hop, kutokana na madini ambayo ameyapata kwenye ile kampuni ambayo ya uchapishaji vitabu. Basi mshikaji wetu ndipo alipoanza rasmi kazi zake za muziki. Hapo ndipo sasa mshikaji akaanzisha kundi la BDBP. BBDP, yes. Alipoanzisha hilo kundi, mshikaji wetu walikuwa na wanashikaji zake 6, wakaanza kufanya harakati zao za kufanya muziki. Lakini tofauti yake KRS-One na washikaji, mpaka leo hii ukimuita KRS-One lazima umalizie kwamba ni mwalimu. Mwalimu kwa namna ipi? Kwa namna ambavyo alikuwa anafanya muziki wake, kwa namna ambavyo alikuwa anaandika, ilikuwa ni tofauti sana. Aligeuza maisha yake halisi na kuyapeleka kwenye muziki. Alitoa maisha ya mtaani, aliyapeleka kwenye muziki. Alichukua changamoto zote ambazo zinamzunguka akazipeleka pia kwenye muziki. Pamoja na vitu ambavyo vilikuwa vinatokea katika harakati zile za ukombozi wa mtu mweusi, pia alikuwa anaweza kuandika sana mashairi kupitia ya harakati hizo za mtu mweusi kimtindo huo. Mshikaji wetu huyu bana, baada ya kuanza harakati zake, alipofanya game ya muziki, alifanya mapinduzi makubwa sana, mpaka wasanii wenzie wa hip hop wakaanza kumuita kwa jina la mwalimu, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa akiandika, unasikia flow zake na ile mada ambayo ameitoa ni mada ambayo inakuwa inashika jamii, hasa jamii ambao za watu weusi kipindi hicho, na alikuwa anasema yes, hii bwana ujamaa kaandika, au ujumbe pia umefika kwetu. Bwana, mshikaji wetu KRS-One pamoja na kufanya vitu vyote hivyo, alitoa album takriban nyingi sana, takriban album 31, zote zilikuwa zina mawe mengi sana. Moja kati ya beat ambayo unaisikia hapo nyuma ilitengenezwa na mtu mzima, producer DJ Premier. Alikuwa anapiga beats kali sana DJ Premier, ambao tulishawahi kumzungumzia, au pia kama tujawahi kumzungumzia tutaruka naye siku nyingine. Kwa hiyo KRS-One bwana ndo ulikuwa utawala wake wa kipindi hicho ambacho alikuweza kufanya game ya muziki wa hip hop. Kwa hiyo mpaka leo bwana jamaa ameacha legacy nzuri sana. Jina lake liko pale. Ukizungumzia KRS au ukizungumzia hip hop, basi utuache kumzungumzia KRS-One kama mwalimu, au vipi? Anakwenda kwa jina la KRS-One the teacher. Bana, huo ndo ulikuwa wakati mdogo sana, au dakika chache sana za KRS-One. Tumeweza kumdadavua kidogo, sio sana, japokuwa mshikaji wetu mpaka leo alistaff game ya muziki, na yupo kama mshauri na yupo pia kama ni mwandishi, kwa sababu jamaa pia ni mwandishi mkali sana na ameweza kuandikia washikaji wengi sana game, nyimbo. Ashamwandikia Jay-Z, ashamwandikia Nas, kumwandikia hata Mobb Deep pia. Bana, huyo ndo alikuwa KRS-One. Bana, kama umesanuka naye bwana, dondosha comment yako hapo, like na kushare, au vipi? Usiache kulike mwanetu mwenyewe. Bwana, wakati mwingine tena tunakutana kwenye chimbo la hip hop, chimbo la old school vibe, au vipi? Old school lounge. Ulikuwa na mimi Tariq aka El Chapo. Bye bye, wakati mwingine. Oh yeah. Bam 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 bam.